washambuliaji. Kwa hiyo ndio ulikuwa mpango mkakati wa Mtibwa ambao ulifanikiwa kwa dakika zaidi ya 20, lakini kuanzia dakika 25 Yanga walikuja kupata funguo ya kuweza kulifungua, na goli namna ambavyo limepatikana ndio namna ambavyo magoli yanapatikana pale ambapo wanacheza na timu ambayo ina watu wengi, timu ambayo ipo Nyero Block, timu ambayo ina watu wengi kwenye eneo lake. Ni attempt ambayo alifanya Aaron Okelo, ni shoot la kutoka nje la chini ambalo golikipa Constantine Malimi alikupangua ule mpira. Baada ya kuupangua ule mpira, mtu wa kwanza kuwania ule mpira wa pili alikuwa ni Emmanuel Manengo, wakati mabeki wa Mtibwa wakiwa kidogo kama vile wamezubaa, na golikipa naye akadelay kidogo kwenda kufuata ule mpira wa pili ambao baada ya kusave Manengo alichokifanya yeye ni kutengeneza nafasi kwa ndani ambapo mpira ukakutana na Pacome akaweza akafunga goli. Baada ya goli kupatikana, plan ya Yanga ilichange. Haikuwa tena kushambulia sana kama ambavyo ilikuwa kabla ya goli. Walirudisha timu nyuma kidogo. Ukipata mpira kwa napoza mashambulizi na pasiana kwa pasi taratibu, timu inatembea hivyo. Mara kadhaa pia kuna fiona lango la Mtibwa, lakini hawakuona tena kasi au desire ya kutafuta goli kama ambavyo ilikuwa dakika za mwanzo kabla hajapata bao. Wakati kwa upande wa Mtibwa baada ya goli kupatikana, na hao timu waliitoa chini. Timu ikaa kwenye middle, ikaa katikati pale, kana kabisa kuanzia kati. Sasa baada ya Mtibwa kuitoa timu chini, Yanga wao wakawa wanapoza mashambulizi. Mtibwa kidogo ndo akaonekana ni kama ana huo uitesha sasa kuweza kutafuta goli. Hata umiliki wa mpira pia ulibadilika. Kabla ya Yanga kupata goli, umiliki wa mpira ilikuwa ni 35% za Mtibwa kwa 65 za Young Africans. Lakini baada ya goli kupatikana, asilimia zibadilika mpaka mechi inaenda half time. Yanga alikuwa na 56 wakati Mtibwa na 44. Hii yote ni kwamba baada ya kupatikana goli ni kama Yanga kidogo ilikuwa relax hivi kwa ajili ya kutunza energy, wanaua uchovu na vitu vingine. Hii ndio iliendelea. Mtibwa sasa naye akanapata ugumu wanana kudili na Yanga ambayo ina watu wengi kwenye eneo lake. Kwa sababu Yanga Mtibwa alikuwa akivuka eneo la katikati, anakutana na idadi kubwa ya wachezaji wa Yanga, wakati yeye alikuwa anashambulia na watu wachache. Kuna muda na watu 4 na watu 3. Unamkuta kule Kasim Shaibu Msafiri pamoja na Andrew Mchimba, lakini mara kadhaa pia alikuwa anaongezeka Saidi Mkopi. Hii idadi ilikuwa ni ndogo sana ambayo ilikuwa inashinda namna ya kudili na safu ya ulinzi ya Yanga. Kwa option pekee ilikuwa ni kutumia mipira mirefu, iza mipira ya foul au close na mashuti ya mbali, na plan ambayo ilikuwa inaonekana inaenda kufanikiwa ni ile mashuti ya mbali. Kwa mfano kipindi cha kwanza Saidi Mkopi alipiga moja ya shuti ambalo ilimshinda golikipa, lakini kwa bahati mbaya ilienda kala nguzo. Mechi kana inaenda kwa namna hiyo tu. Kwa hiyo ili goli lipatikane ikawa inahitaji kwa Mtibwa aidha wapate side piece, iwe kona au mpira wa kutenga wa nje. Wakati kwa Yanga yeye ni kama vile alikuwa ametulia. Japo alikuwa na baadhi ya moment ambazo alikuwa anafikia lengo la Mtibwa, lakini kukosa utulivu kwa kina Maxi, kuna muda pia Pacome alibaki na golikipa akapaisha. Imam Manengo pia naye kuna muda alibaki na golikipa akatoa nje. Hivyo alikuwa anakosa utulivu, lakini ilikuwa ni moment chache. Mtibwa kidogo ndio alikuwa anaonekana push. Kwa hiyo inakuja kupatikana dakika za mwishoni ambayo inapigwa na Aiden Muhesa, anaweza kufunga tena akipiga moja kwa moja mpira ukienda kwenye wavu, kitu ambacho kwa msimu huu ni record. Sijaona mchezaji yote akifunga goli la kona moja kwa moja. Kwa hiyo unaweza kusema na Mtibwa wanaziweze hizo za kupiga moja kwa moja. Kuna zile za Isa Rashid Baba Ubaya, lakini nani yule ambaye sasa hivi yuko Mashujaa, Kiimbwa Salum. Yaani Mtibwa wao wanazipiga sana. Kwa hiyo katika masuala ya mipira ya kutenga kwenye timu yao si jambo la kustajabisha. Hassan Kesi pia alikuwa anapiga sana kona. Shiza Ramadhani Kichuya alivyoenda Simba pia alifunga kona goli, lakini pia naye toka kule Mtibwa Sugar. Yes, kwa hiyo ndivyo na mambo mechi ilikuwa. Na leo hii kwa namna ambavyo Yanga ilikuwa inacheza, nikiona mtu maybe anamnyoshia kidole mwalimu, naweza nikamuelewa, kwa sababu kuna wakati ambao baada ya Yanga kupata goli, nadhani walikuwa wana kila sababu ya kuendelea kupush zaidi kutafuta goli lingine. Yes, niliona kidogo halikuwa hawana huo uchovu, na wala Mtibwa hakuwapa mechi ngumu sana kwamba sasa Yanga hapa anahofia labda hawa Mtibwa wana energy ya kutosha, hebu ngoja turudi nyuma. Lakini kitendo cha kurudi nyuma ni kama aliwaruhusu Mtibwa hebu kaeni na mpira, na akapunguza watali wa kuwashambulia. Na kibaya zaidi kwenye nafasi chache ambazo kwa wanazipata kwa zile moment ambazo wanaenda kwa lango la Mtibwa walikuwa sawa utulivu. Kwa hiyo ndivyo mechi ilivyokuwa, lakini kwa kiasi kikubwa na nadhani usahihi wa matenda sasa kwenye ile tukio la kona ndio limeweza kuwashindia alama 3 muhimu Mtibwa, kwa sababu ukifuatilia hawakuwa wana nafasi nyingi sana ambazo waweza kuzitengeneza, lakini ile tukio moja la kona ndio ambalo limeweza kuwapatia alama 3 muhimu. Na ni mechi ya kwanza wanapata sare dhidi ya Yanga kwenye almost michezo 5 iliyopita ambao wamekutana wao kwa wao.
Sawa, na ni sare ya pili hii ambayo anaipata Mtibwa Sugar katika timu hizi hapa za Kariakoo msimu huu. Alitoka sare dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba pale katika uwanja wa kwa maana Meja General Samuyo Mbweni JKT, lakini pia leo akiwa katika uwanja wa nyumbani pia ametoka sare na timu hiyo nyingine ya Kariakoo Young Africans. Na Yanga ni sare ya 3 mfululizo, kwa maana hajapata ushindi katika michezo mitatu, na kwenye michezo hiyo mitatu amefunga bao moja tu ambalo limefungwa leo na Pacome katika michezo mitatu mtawaliwa. Kwanza, baada ya hii sare, msimamo wa ligi ukoje na matokeo haya mabovu mfululizo ambao wanayapata Young Africans? Nafasi yao ya kutetea ubingwa katika ligi kuu ya kandanda Tanzania bara 2025 2026 iko kwa namna gani? Tuanze na msimamo wa ligi unavyoonekana kwa sasa. Baada ya sare ya leo, Yanga bado anaendelea kusalia kileleni. Ana alama zake 38, michezo 16. Ameshinda michezo 11, amedraw ameshinda michezo 11. Na amedraw michezo 5. Yes, leo ilikuwa ni sare ya 5. Na hajapoteza mchezo wote, bado ni unbeaten. Na kwenye rekodi za jumla huu ni mchezo wa 30 na 36 Yanga hajapoteza tangu mwezi Novemba tarehe 7 mwaka 2024. Na nafasi ya pili anashika Azam ambaye ana michezo 15 na alama 29. Kwenye mbio za ubingwa sasa, baada ya sare la leo. Na jana niliuliza hapa kwa maana nilimuuliza Wakanda tulipokuwa kwenye kipenga, kwa maana Yanga ametoka kutoka sare na TRA. Simba pia mpinzani wa karibu wa Young Africans ametoa sare dhidi ya Pamba Jiji. Kwa matokeo ya Simba, anaiona Young Africans ikiendelea kudondosha alama ama itaendelea kutengeneza gap la alama kutokana na trend ya matokeo? Akasema kwa kaliba ya Young Africans ni vigumu, kwa maana Simba ikipoteza alama yeye kuendelea kupoteza alama, lakini isivyo bahati limetokea hilo kwa siku hii hapa ya leo. Yani unaweza kusema kwenye kipindi cha hii misimu 4 ya utawala wa Yanga, huu ukiwa wa 5 ambao bado unaendelea, hajaye kupitia kipindi kigumu kama hichi kwenye hiyo misimu 4. Unajua ule msimu uliomalizika, zile mechi mbili za TRA na Azam, aliangusha alama 6 kwa kufungwa. Hiyo ilikuwa ni michezo 2 tu, lakini hii ni michezo 3. Tayari ameshaangusha hizo alama 6 kwenye michezo 3. Na ametoa sare michezo 3 mfululizo ambao haijawahi kutokea huko nyuma. Kwa hiyo ni kipindi fulani hivi ambacho kimekuwa kigumu kwa upande wake, ambacho kimekuwa na fakta mbalimbali ikiwemo isho uchovu, isho majeraha na vitu vingine. Lakini moja ya kitu ambacho mimi naamini kimewafikisha Yanga hapo alipo, ndio unajua msimu huu Yanga ametumia nguvu kubwa sana kusema wachambuzi, kusema waandishi, yani pale ambapo mtu alikuwa bana raise hoja labda timu ina shida sehemu fulani, nguvu ya kuwasema wale watu ilikuwa ni kubwa zaidi kuliko kutatua tatizo. Ndio ambacho kimefikisha hapa. Okay. Hiyo inaweza ikawa ni factor ya hapa ambapo walipo. Ni moja ya factor kubwa sana. Kwa mfano wakati wa usajili Yanga linaonekana tangu disha kubwa ni kama limegoma. Sajili nyingi ambazo ziliingia disha kubwa na sara ambazo paka saizi zipo na wanafanya vizuri ni mchezaji mmoja pekee ambaye ni Mohamed Hussein. Lakini wale wasalia wote kina Lasini Kouma, kina Celestine Yekua, kina Mohamed Dumbia, kina Boyeri, wote hawa iligoma. Ilikuwa stala ukiandika kwamba labda Yanga kwenye usajili wamefeli, inabidi wajitahidi kidogo waboreshe. Wewe unaonekana mbaya, utasema sana, utaondio kamati za michambo, lakini ndio uhalisia. Dirisha dogo lilivyokuja pia Yanga hajafanya vizuri kwenye dirisha dogo. Kwenye sajili ambazo wameweza kuzifanya, sajili ambayo imeonekana imeleta impact angarau kwenye kikosi, ndio ni Mohamed Damor, japo naye kwa daraja la chini. Hao wengine bado, kwa mfano mtu kama Bubu akaingia dirisha dogo, lakini mwalimu amwamini. Hii mechi ya pili Bubu anaingia dakika ya 90 plus, mfano ile kaingia dakika 89. Ile mechi ya TRA pia aliingia muda kama huo. Matarajio ya mtu ambaye anaingia dirisha dogo ni kwamba anakwenda kutibu tatizo ambalo timu ilikuwa nao kipindi msimu unaanza. Sasa kama umeingia dirisha dogo
bado unacheza unaingia dakika 89, maana yake hii jambo limegoma. Ni Buba huyo. Okero angalau kwenye display ya uchezaji hafanya vibaya, lakini bado hajawa na mchango wa moja kwa moja kuchangia mabao kwenye timu. Kwa hiyo kwenye haya madisha mawili ya usajili Yanga hajafanya vizuri, na ndio maana timu yao imekuwa ikitegemea sana wachezaji wale ambao wamekuwa wakitumika muda mrefu. Yaani ule msingi wa Yanga, akina Baka, kina Job, Duke ambaye aliingia msimu uliopita, Maxi, Pacom, wale kina Mamnyeto wamekuwa wakirotate wale, kwa sababu hao wengine ambao itakiwa waje kidogo waongeze upana wa kikosi, mambo yamekuwa tofauti. Sasa hizi last Nkoma kuna muda muone unamwona yuko benchi, yuko juu jukwani kabisa, na ni mzima wa afya. Kwa nini ameshindwa kuingia kwenye kikosi cha Yanga? Kwa hiyo shida zote ndio zilianzia hapo. Lakini ingetokea kwa mfano saa hizi ambapo Yanga wanapata tabu, ingetokea Buba imekubali amewaka, labda last Nkoma imekubali amewaka, si labda mtu kama Okero imewaka, kungekuwa kuna stress za kumkosa Pacom, imenikana majeraha, kungekuwa kuna stress za kumkosa Mzize, kwa sababu hao ambao wameingia kwa kiasi wanafanya vizuri. Lakini kwa sababu hao ambao wameingia wameshinda kuleta kitu kipya kwenye timu, ndio maana haya majeraha imeenda kuasili moja kwa moja kwa Yanga. Ndio maana hawa wachezaji ambao wanakosekana ambao wapo wao pia wameenda kuwasili, kwa sababu kila siku wanabidi watumike mara kwa mara. Kwa hiyo tusubiri tuone, inawezekana labda international break inaweza ikasaidia, kwa sababu unapata muda wa kupumzika zaidi ya siku 15. Siku nyingi sana ambazo naamini mwalimu anaweza pia akatoa muda kwa wao kupumzika, lakini pia akaja pia na mpango mkakati mzuri kwa namna gani ambavyo timu inarejea kwenye ubora pale ambapo itarejea. Kwa sababu baada ya leo tarehe 21 Yanga atakuja kucheza itakuwa tarehe 4 mwezi Aprili. Ana siku zaidi ya 15 hapo. Hizo wiki mbili ni nyingi sana. Wanaweza kazitumia vizuri wakarejea. Lakini kitu ambacho naamini somo msimu huu Yanga anakipata sasa kwa viongozi, namna ambavyo wanatakiwa kuchukulia vitu serious. Yaani kuna muda unaweza ukawa unafanya kitu kwa ajili ya kutetea taasisi, kwamba labda hawa watu ambao wanasema hivi unatafuta njia ya kunyamazisha, lakini wakati unafanya hivyo basi hakikisha unatibu tatizo. Hakuna maana yoyote ya sala kuambia kwamba wewe bwana upo hivi, unapinga siko hivi na urekebishi pale ambapo unakuwa umekosa, inakuwa haisaidii. Sawa, kabla sijaenda kutazama tathmini ya kina kuhusiana na kile ambacho kinatafuna Young Africans, tutazame mabao yaliyopatikana katika mchezo wa leo. Kichana na lile la Pacome, bao la Ismail Aidana Mahesa, namna ambavyo lilivyopatikana, lakini ubishani uliokuepo baina ya kwa maana Djigui Diarra, mlinda mlango wa Young Africans, dhidi ya muamuzi wa mchezo. Nini kile sababisha? Ni kweli Diarra alifanywa foul wakati anajaribu kuokoa ule mpira? Ile goal la alivyofungwa hili inaitwa Arsenal Impact. Arsenal Impact. Okay. Kwa wale ambao wanaangalia Premier League mara nyingi mechi za Arsenal, kona ikiwa inapigwa unakuta kuna wachezaji au mchezaji anaenda kumtinga golikipa pale, anakuwa hana uhuru kumfanyia disturbance sana. Na sasa hizi sio Arsenal peke yake, timu nyingi zinafanya hivyo. Niliona pia Everton kuna mechi ya Manchester United ilikuwa ikipigwa kona, haikuwa ni kasheshe pale golini, golikipa kuna muda hata unatolewa kwenye ile touch na unajikuta upo ndani ya goli. Ndio maji kimetokea leo hii. Najaribu kufuatilia hapa, bado sijapata jina ule mchezaji kwa sababu sijapata picha nzuri ya marejeo, lakini wakati ile kona inapigwa na Ismail Aidana Mahesa, kuna mchezaji ambaye alienda kumpa disturbance kidogo Djigui Diarra. Na wakati ile kona inapigwa Diarra, wakati anajiandaa kufanya safari, ni kama kuna kiasi aliweza kumsukuma golikipa. Na wakati haya yote yanatokea, bado Diarra hakuweza kuanguka, alijitahidi kuruka. Lakini kitu kibaya zaidi, ule mpira ulipopita mbele yake kulikuwa na Yao Kwasi Atola. Yao Kwasi kimwangalia kwenye kimo sio mrefu sana. Kwa hiyo kuna namna ambapo pia na yeye aliweza kumpoteza golikipa, kwa sababu yeye ndio alitangulia kuruka. Na kwa bahati mbaya mpira akaukosa. Na Diarra huko tayari alikuwa tayari shasukumwa kidogo na ule mchezaji. Akajikuta anakosa balance ya kuruka vizuri, lakini pia Yao Kwasi ni kama pia alimpotezea focus ya kuweza kuona ile mpira ukajaa wavuni. Na ni kitu ambacho muamuzi wakati naamini alikuwa kwenye eneo zuri la kuweza kuona. Sasa sijajua yeye pale uwanjani alivyoona, labda aliona ni challenge ya kawaida ya kimpira au aliona kitu gani, lakini kwa mimi nilivyoona kwa hizo picha za marejeo baada ya kurejea vya kutosha, kwa maana kwanza sikufanikiwa kuona vizuri. Lakini baada ya kurejea vya kutosha nimeona kulikuwa na
na huo mguso ambao ulimfanya Diarra sio comfortable kwa namna ya kuruka na kuweza kucheza ule mpira wa kona. Kulikuwa na haja ya kureact kwa namna alivyo react. Unajua uwanjani pale ukishacheza muda mwingi damu hiyo inachemka sana. Kwa kuna namna ambavyo kila mtu ana namna yake kuweza kuhandle. Lakini ni kitu ambacho si support sana kwa sababu hizi kama mechi 2 kama sio 3 ni mwa Diarra na hizo tabia za kuvamia waamuzi. Ni kweli kuna muda labda mfano kama ya leo naweza nikamuelewa. Japokuwa amekuja kufanya hiyo reaction baada ya mechi kuisha. Wakati goli limefungwa maamuzi anaruhusu sikuona akilaumu kwa sana. Alilaumu kidogo tu hakwenda kumfuata. Lakini baada ya mechi kumalizika ndio limwana anamfuata. Kuna muda inatokea unakuta tu umepanic lakini haitakiwi kuzidi. Ile inaweza ikakupelekea pia ukapata kadi ya njano. Leo hii maamuzi kwa anataka kutoka kadi ya njano. Baada ya kubembelezwa na mama yetu akaahirisha. Nakumbuka pia mechi ya Azam alitoka kuna foul ambayo alifanya Himidi Mao kwenda kwa Max Nzengeli. Ni foul ambayo maamuzi aliiona. Lakini nilishtuka kuna Diarra ametoka golini hadi katikati ya uwanja kwenda kumgomeza maamuzi. Tena wakati huo maamuzi ashafanya maamuzi kama ni foul. Sasa sikuona sababu yeye kwenda kufanya vile. Lakini labda unaelewa kwa sababu kiwa uwanjani damu inachemka, lakini ni kitu ambacho anatakiwa kuboresha. Na hii ya leo ilikuwa ni mbaya zaidi sababu amefoka sana. Sogelea maamuzi pale. Anajaribu kumtishia kutaka kumpiga. Anajaribu kuvutwa na wachezaji akiwemo kapteni Nondo. Lakini pia na mmoja ya ofisa wa benchi la ufundi, lakini hataki. Ni kitu ambacho kinaweza pia kikasababisha madhara kwa sababu ingetokea Bapela anaadhibiwa kadi ya njano. Maana zingeendelea kuhesabika hizo. Unaweza kukuta labda una miss hata mechi kwa sababu ya kitu kama hicho. Kwa hiyo kadi ya njano hakupata. Kwa upande wa kamati ya saa 72 tamwacha salama. Sijaona kitu ambacho amekifanya zaidi sababu alikuwa anafuka. Inaweza atoka pewa onyo. Kwa sababu ni kitu ambacho kimeendelea. Lakini maamuzi nadhani angestahili kumpa kadi ya njano. Lakini maamuzi hakutoa. Hajampiga, alikuwa tu anafoka, amevutwa kaenda pembeni. Kwa hiyo kamati ya usimamizi na uendeshaji wa ligi kama inaweza ikareview na ikaona ikamkuta na hatia maybe onyo, lakini sioni kama kuna adhabu ambayo anaweza akapewa. Na kama ni adhabu labda hiyo adhabu ya fine na sio ya kufungiwa kukosa michezo kwa sababu hakupiga. Alishia tu kufoka, kitu ambacho ni situation ambazo wachezaji mara nyingi huwa wanazifanya. Sawa, na ulizungumzia swala la kile ambacho kilishopo baina ya Young Africans pale wanapokosolewa. Na kumbuka baada ya mechi ya Yanga dhidi ya kikosi cha TRA, msemaji wa klabu ya soka ya Yanga Ali Shabani Kamwe aliweza kuandika maneno yafuatayo. Ni kwa maana jana tu akasema Yanga wakipata sare timu imeshuka uwezo, kocha hamna, usajili mbovu. Kolo wakipata sare ligi nzuri, hamna maigizo, wamepambana sana. Yanga wakishinda wananunua pinzani, marefa wabovu wanabebwa. Simba akishinda usajili dirisha dogo umelipa, mabingwa wapya, timu inakuwa bora. Azam akishinda, akifsare, akifungwa, akipata sare, Ibenge monge la kocha hatumdai kitu. Ameandika hivyo. Lakini leo baada ya mahojiano na waandishi wa habari, Ali Shabani Kamwe amesema atatumia kipindi hiki kwa maana cha kalenda ya FIFA kuweza kuifanyia tathmini klabu yao kwa mwenendo wa matokeo ambayo wanayapata, kwa maana sare 3 mfululizo, mechi 3 mfululizo hawajapata ushindi, ni jambo la kushtusha kwa kikosi cha Young Africans. Unadhani eneo lipi zaidi linatakiwa lifanywe tathmini? Shida ya Yanga saizi iliyopo ambao naamini wanaweza wakaitatua kwenye harakati za kunusuru msimu. Cha kwanza tunaenda international break. Nilizungumza hata hapo awali, ngoja nirudie tena. Wachezaji wanatakiwa wapate mapumziko. Kwa hizo wiki 2, mwalimu hata siku 5. Au vile ambavyo vitaruhusu kitaalamu zaidi. Wapumzike, yani tu wapumzike kwa sababu wale wamechoka kweli. Yani unaona kabisa hawa watu wamechoka. Fatigue unaiona. Tu hata siku 5 watu wapumzike. Then katika hizo siku 15 na zaidi ambazo zipo, afu hizo siku 10 timu irejee uwanjani. Waanze kufanya maandalizi. Naamini baada ya hizo wiki 2 inawezekana wakarejea wakiwa na ahueni kuliko ambacho kinaendelea hivi sasa. Hiyo ndio njia rahisi na zaidi ambayo inaweza wakaitumia kwa sababu issue ya kufeli usajili dirisha ishafungwa. Saizi hakuna tena nafasi ya kuweza kusajili. Kwa hiyo Yanga hawezi kufanya usajili wowote. Kocha Pedro waendelee kusalia naye? Kwa hali ilivyo hakuna kocha yoyote ambaye anaweza kufanya kazi na Yanga na akafanikiwa. Yani kama factor namba 1 kwa nini Yanga inafanya vibaya ni uchovu. Afu ya pili kufeli kwa usajili. Hata ukimleta Malaika hapa afundishe hawezi kufanya chochote. Umleta Guardiola afundishe hawezi kufanya chochote. Pia kuna majeraha ni sawa, ni factor 3. Kuna uchovu, kuna majeraha, kuna kufeli kwenye usajili. Hizi factor hizi umlete mwalimu yoyote hawezi kufanikiwa. Kwa sababu huyo Pedro
Una zile mechi kadhaa za mwanzo wakati anakuja, tuliona tofauti kiuchezaji. Yanga wanacheza vizuri sana. Kina zile kabla masuala uchovu hajatokea. Kwa hiyo si mwalimu mbaya, idea kiuchezaji yangu naona, lakini kuna wakati anapata tabu kwa sababu unakuta wachezaji wamechoka. Na sasa tunajua yani mwalimu wewe hata uwe mtaalamu kiasi gani, mwisho wa siku unahitaji wachezaji wako wao kwenye ubora. Wewe uingie uwanjani, wewe unaandaa tu mpango kazi, unafundisha zenu, unaacha watu wakafanya vizuri. Ni sasa tu na mwalimu ambaye anafundisha wanafunzi ambao hataki kusoma. Yeye hata afundishe kiasi gani, au na uwezo mzuri kiasi gani, lakini mwisho wa siku kama wale hataki kusoma watafeli tu. Kwa hiyo ndio ambacho kinatokea Yanga. Hii factor ya watu kuchoka, majeraha na kufeli kwa usajili ni factor ambazo zipo nje ya uwezo wa kocha. Kwa hiyo hata kocha awe na uwezo kiasi gani hawezi kufanikiwa. Njia pekee ya Yanga ni kutibu hii factor ya fatigue ambayo inawakumba, kwa sababu baada ya hapa kidogo ligi itakuwa haijabayana sana. Baada ya hizi mechi kadhaa nne ambazo Yanga tayari shapita, ikirejea mezo 4 kutakuwa kidogo kuna hiyo hali ya kurelax. Hapo wanaweza pia wakatumia kama sehemu moja hapo ya kuweza kuboresha. Pia nimeona kwenye ratiba kuna kombe la Muungano. Ndio. Wakiona bado timu yao haipo, pia wanaweza kutumia Muungano kuweza kujiandaa. Naomba tu bwana, mimi Muungano sitaenda. Ngoja nitumie muda huo kwa ajili ya kujiboresha. Inaweza ikawasaidia wakirejea kwenye ubora, kwa sababu ukiacha wachezaji wapya, wale wachezaji wa zamani wa Yanga, kwa maana wale ambao wapo msimu uliopita na kurudi nyuma, ambao sio wapya, ambao wajaingia msimu huu, ni wachezaji wazuri. Hawa wanahitaji tu wapumzike, then watarejea kwenye viwango vyao, kitu ambacho wakirejea kwenye viwango vyao unaamini kabisa hawa watu wanaweza wakafanya vizuri. Kwa hiyo bado wanao wachezaji, lakini sasa hebu watengezee mazingira mazuri hawa watu, wawe kwenye utimamu wao mzuri, wawe kwenye hali fulani nzuri ya kucheza, then hapo ndo tuanze kumdai kocha. Hiyo ndio njia pekee ambayo inaweza ikawasaidia. Na sio kumfukuza mwalimu. Okay, njia pekee ambayo inaweza ikawasaidia Young Africans ni hiyo ambayo amewapa Nsajigwa, kwa maana kukipunzisha kikosi na si kumfukuza mwalimu. Kocha Pedro Gonçalves mechi 14 akiwa na kikosi cha Young